Netanyahu kukutana na Trump huku ukosoaji ukimwelemea. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukamilisha pendekezo la mpango wa amani wa Gaza anapokutana hii leo Jumatatu na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, huku Israel ikizidi kuishambulia Gaza City. Tawi hilo la kijeshi la Hamas kupitia brigedi zake za Al-Qassam limewatolea wito wanajeshi wa Israeli kuondoka na kusitisha mashambulizi huko Gaza City kwa angalau saa 24 ili wanamgambo hao wapate nafasi ya kuwasaka mateka hao ambao hatima yao inaweza kuibua kiwingu kwenye mkutano mkuu wa hii leo kati ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais Trump. Trump aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba amepata mwitikio mzuri kutoka kwa Israel na kwa viongozi wa mataifa ya Kiarabu kuelekea pendekezo la mpango wa amani wa Gaza, na kwa maana hiyo ni dhahiri kwamba kila mmoja sasa anataka kufikia makubaliano. Kundi la Hamas hata hivyo limesema halijapata bado pendekezo lolote kutoka kwa Trump au kwa wasuluhishi. Israeli ilianzisha mashambulizi makubwa ya ardhini huko Gaza City, ikiangusha majengo na kuagiza maelfu ya wakazi kuondoka katika kile ambacho Netanyahu anasema ni jaribio la kuliangamiza kundi la Hamas. Lakini hata hivyo, katika siku chache zilizopita kumeshuhudiwa kuongezeka kwa mazungumzo ya suluhu ya kidiplomasia katika vita hivyo vilivyodumu kwa karibu miaka 2 sasa. Mpango huo wa Trump unataka kurejeshwa mateka wa Israeli wakiwa hai ama wamekufa, Israeli kutoishambulia tena Qatar, pamoja na duru mpya ya mazungumzo kati ya Israel na Palestina ya kuishi pamoja kwa amani kabisa. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, wameliangazia hili kwa namna tofauti, wakidai Netanyahu anazidi kuelemewa na shinikizo la kimataifa la kuvimaliza vita, na hasa kufuatia mashambulizi yanayoendelea Gaza City. Vifo vilivyosababishwa na vita kati ya Israel na Hamas vimepindukia 66,000, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza iliyotolewa siku ya Jumapili. Tangu kuzuka kwa vita kati ya Israel na Hamas, waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran wamekuwa wakishambulia Israeli kwa makombora na drone kama ishara ya kuwaunga mkono Hamas.